Kwa hiyo tutaanza na clipboard. Clipboard kama clipboard ni sehemu, ubao wa dharura au ubao wa muda, ambao ubao kazi yake unabeba vifaa, unabeba content kutoka kwenye document yako na kuhifadhia kwa muda kwa matumizi ya baadaye. Inategemea sasa kama utumie kufanyia nini. Kwa vifaa ambavyo viko hapa ndio vitakusaidia kubeba. Kifaa cha kwanza ni cut. Hiki hapa kuna kama kamkasi hivi kwa huko juu. Ya pili copy. Cha tatu tuangalie paste. Sababu ndio tunashirikiana, tuvione kwanza hivi. Kwa kuna cut, kuna copy na kuna paste. Cut na copy zinapeleka content kwenye clipboard. Zote mbili kazi yake ni kupeleka content kwenye clipboard. Ile tofauti yake ni kwamba hii wakati inapeleka content ina remove original content. Hii inaondoa original, ile ambayo iko huko kwenye document yako inaondolewa, inaenda kwenye clipboard. Lakini copy yenyewe inatengeneza nakala. Natumikeza duplicate the content. Alafu hito la mwisho sasa inarudisha, ina return from content from clipboard. Kwa hiyo ya kwanza cut zote zinapeleka kwenye clipboard. Clipboard ni hapa, hapa. Sasa hivi hamna kitu, anaenda clipboard is empty. Kwa either ni copy au ni cut ili kuweka item huko. Kwa unapokata au unapocopy item zinaenda kwenye clipboard. Ili zirudi na kwenye document tunatumia hii tool ya nini? Ya paste. Kwa tuanze na tool ya cut. Cut kama cut yenyewe tujaribu kukati kitu. Takati ile document. Ili uweze kulikati unatakiwa uonyeshe kompyuta kwamba nadili na hapa. Kwa kuonesha na kuja ku highlight, unaminya button ya kushoto kwenye mouse, alafu unaisogeza uelekeo ambao unataka uelekee ili kuonesha neno lako. Neno langu ni hili hapa, alafu nakuja na cut. Umeona pale limeondoka. Lakini limeondoka sio kwamba limefika, lipo hapa. Unaona? Kwa nikitaka lirudi nakuja na minya nini? Tumesema narudisha ni nini? Paste. Kwa nakuja na minya paste. Uzuri ni kwamba ukishalipeleka kwenye clipboard, ukiminya paste, yani ikishirikisha kaa kule, haijalishi na minya paste mara ngapi, na kwa linarudi tu wewe unapokuwa na minya paste. Kwa hapa nilikuwa kuminya paste linarudi mpaka mpaka hata mara 100, kwa sababu tayari limeshahifadhiwa kwenye nini? Kwenye clipboard. Ila cut yenyewe ifanye kuliondoa ile original. Paste kalirudisha. Copy yenyewe uchukue neno content, afu ni copy. Hakuna athari yote iliyotokea kwa mtazamo wa macho, lakini ni kwamba hichi ndicho kwa nimekihighlight kinapelekwa kwenye clipboard. Sasa hivi nikiminya paste kinarudishwa kama hivi. Kwa hiyo kwa ukitumia copy, maana yake nataka ile original ibaki na nyingine ipelekwe nakala, labda unataka kutoa kitu kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Unapotumia cut, maana yake unakiondoa hiki ambacho kipo huko, unakipeleka moja kwa moja kwenye clipboard. Paste kazi yake ni kurudisha. Swali kwenye vifaa vitatu. Swali kama lipo. Kifaa kilichobakia kinaitwa formatting painter. Hii formatting painter yenyewe inaweza kuwa neno lako lina format fulani ambayo ipo. Kama hapa unaona kuna format fulani ipo kwenye neno. Sasa umeipenda hii format, ila uende leo kutengeneza lakini unachelewa au huwezi kutengeneza, alafu umependa nataka kutumia kwenye document yako au kwenye neno lingine. Kwa hiyo unachofanya unaionyesha kompyuta kwamba format hii ndio naitaka. Una click formatting painter. Alafu unaenda sehemu ambayo unataka maneno yafuate ile format. Kama mwanangu ni haya hapa, unaona yenyewe una highlight haya. Kwa hiyo utakachofanya haibadilishi neno, inachukua ile format ambayo ilikuwa iko hapa, inapeleka kwenye nini?
kwenye neno nyingine ambayo nataka hiyo format hiyo, ndo kazi yenu. Kwa hiyo nachukua mtazamo wa maneno fulani napeleka kwenye maneno mengine.